uchawi na wakafundisha watu, lakini Qur'ani haijaonyesha watu wanarogaje kupitia malaika wawili. Ndio nikatoa challenge kwa ninyi wote, kama kuna mtu ana aya inaonyesha namna ya kuroga ndani ya Qur'ani anyoshe mkono. Tena mpe Qur'ani iliyotoka kwa Allah tabaraka wa taala haijawahi kuonyesha namna ya watu kurogana. Sasa narudi kwa Biblia. Narudi kwa nini? Kwa Biblia. Leo nataka turogane. Malaika ndio wameteremsha hii Qur'an. Ya kwanza. Sikiliza nikwambie. Malaika tena, ngoja mwalimu nimalize alafu uniongeleshe. Ufute hiyo kauli. Sifuti. Ngoja nimalize. Malaika ndio wameteremsha Qur'an. Nani na nani? Malaika ndio wanateremsha mashetani. Malaika gani wameteremsha uchawi? Malaika gani wameteremsha Qur'an? Malaika gani wameteremsha Qur'an? Yaani malaika wa Mwenyezi Mungu ndio akina sasa. Mpe ni malaika. Mpe. Rudia aya ya Qur'an. Yaani akisikia malaika anaona kila malaika ameteremsha Qur'an. Anasema hao malaika wawili Haluta na Maluta ndio wameteremsha Qur'an. Namwambie futa kauli yako. Kasema sifuti. Kwa sababu hao malaika ndio wameteremsha Qur'an. Umesoma wapi hiyo? Rudia sasa aya ya Qur'an. Inasema ni baada billahi minashaitani rajim. Twende. Na wakafuata yale waliozua mashetani. Mpe kwanza. Hao ni wakina nani? Hao ni mashetani. Ndio wameteremsha Qur'an. Unaona kofia yako hii. Nikupe maandiko. Harudisha sasa. Nikupe maandiko. Mpe kwanza huyo. Baada ya hao malaika kuleta uchawi, hawakuwahi kumwambia mtu Yusufu acha kustati. Naomba unisikilize hili. Hao sikuingilii leo Yusufu. Naomba unisikie tu yale nitakayosema. Kisha uwe shahidi nimeyasema. Hao malaika hawa walioleta wakafundisha watu uchawi. Lakini Qur'ani haijawahi kuambia watu uchawi unatengenezwa hivi na hivi. Kama kuna mtu ako na aya baada ya hao malaika kuteremsha uchawi kisha hao wakafundisha watu, lakini haijawahi aya yoyote ya Qur'ani ikatamka kwamba uchawi wenyewe unashika hapa na pale, hakuna. Na kama kuna mtu ana aya ndani ya Qur'ani inafundisha uchawi anyoshe mkono juu. Narudia tena, hao malaika wamefundisha watu, lakini Qur'ani haijawahi eleza namna ya kuroga. Kama kuna mtu ana aya ndani ya Qur'ani namna vile watu wanaroga, nyosha mkono. Waislamu takbir. Allahu akbar. Umeona mtu akinyosha? Hamna. Atanyosha kwa nafasi? Hamna. Sasa mwalimu wangu Abdullahi, naam, nataka kufundisha watu namna ya kuroga hapa leo. Mpe huyo, mpe maiki. Nataka nionyeshe namna ya kuroga watu. Unasemaje? Wewe umekimbia yangu. Yako ni gani? Malaika wakifundisha watu uchawi walikuwa wanaenda wafundishe watu uchawi wafanyeje? Walifundishaje watu? Na walikuwa wanafundisha watu nini? Ndio walifundisha uchawi. Walifundishaje kwa mujibu wa Qur'ani? Mwalimu, wewe ndio unatuelezea. Hao watu walikuja kufundisha uchawi, walikuwa wanafunza hivi na hivi. Mimi sijasema. Qur'ani ndio imesema. Qur'ani ndio imesema. Lakini Qur'ani imeonyesha watu namna ya kuroga. Na malaika walikuwa wanakuja kufanya nini? Sasa huyo nikuonyeshe. Waliteremsha uchawi. Hii ni chuki tu ya Qur'ani. Hao malaika wawili Haluta na Maluta ndio walioteremsha uchawi na wakafundisha watu, lakini Qur'ani haijaonyesha watu wanarogaje kupitia malaika wawili. Ndio nikatoa challenge kwa ninyi wote, kama kuna mtu ana aya inaonyesha namna ya kuroga ndani ya Qur'ani anyoshe mkono. Mpe huyo. Aya gani? Soma maelezo yake. Soma maelezo. Mimi nataka wewe unaenda maelezo. Leo mimi nataka turogane hapa kupitia vitabu hivi. Na hakuna kuangaliana usoni. Weka kofia yako vizuri. Inasemaje? Inasema nini?
ndio, na wao hakika waliyasadiki walioyaziwa mashetani wao sana na wapotovu wao sana juu ya ufalme wa Suleiman sana, walipodai kuwa Suleiman hakuwa nabii ndio wala si mtume ndio aliyeteremshia ufunuo wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bali alikuwa ni uchawi tu, ndio anayetegemea msaada wa uchawi wake sana, na kwamba ndio ni uchawi wake huu ndio uliomjenga ufalme wake sana, na ukamwezesha aweze kumtawala majini, kuwatawala majini na ndege na upepo. Ndio kwa hivyo ndio walimsingizia. Nani huyo? Sasa huyu mwenye alimsingizia ni nani kwanza? Huu uchawi ulishuka kwa wakati wa nani? Sasa alikuwa na majini. Wakati wa nani huo? Wakati wa nani? Kwa hivyo ukikuwa mchawi, majini wanakuwa chini yako. Ana maiki sasa. Waislamu takbir. Allahu akbar. Narudia tena. Qur'ani iliyotoka kwa Allah tabaraka wa taala haijawahi kuonyesha namna ya watu kurogana. Sasa narudi kwa Biblia. Narudi kwa nini? Biblia. Leo nataka turogane humu. Sio mtaka hawa. Kitabu cha Ezekieli 1:5. Watueleze andiko hili. 1:5 Ezekieli. Kisha Yusufu, naomba ulifafanua hili andiko, kwa sababu wewe ndio mchawi katika watu sasa kupitia Biblia. Twende sasa. Ezekieli 5:1. Ezekieli 5 andiko lake la kwanza. 5. Sio menchokora hao. Narudia tena. Malaika walioteremsha uchawi ni wawili, Haluta na Maluta, wakawafundisha watu, lakini Qur'ani haijawahi eleza namna ya kuroga kupitia Qur'ani. Ndio maana nikatoa challenge, kama kuna mtu ako na andiko ndani ya Qur'ani watu wanarogana namna gani, nyosheni vidole. Hakuna mtu amenyosha. Sasa tunaonyesha namna ya kurogana kupitia Biblia. 5:1 Ezekieli 5:1. Twende mdogo mdogo. Inasema, twende. Nawe mwanadamu, ndio ujipatie upanga mkali. Hapa sasa nakupa vitu vya kurogea watu. Kama wewe subiri, Yusufu anaangalia vizuri. Waislamu takbir. Allahu akbar. Nataka leo turogane hapa. Baada ya Qur'ani kukosa kufundisha uchawi, sasa Biblia inakuja kuonyesha watu namna ya kurogana. Hebu mpe Yusufu kwanza kabla niendelee. Kabla amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja na wewe pia. Tuwe wapole leo. Tuwe wapole. Tunarogana hapa. Nani anateremsha uchawi? Malaika wawili. Walitoa wapi? Walitoa wapi? Itatueleza Biblia. Walitoa wapi? Walitoa wapi? Alani kuteremsha uchawi sasa. Apeana maiki. Sasa leo Waislamu takbir. Allahu akbar. Narudi tena kutoa challenge. Kama kuna mtu ako na aya ndani ya Qur'ani inafundisha uchawi, anyoshe mkono. Nauria tena, kama kuna mtu. Sasa soma hiyo turogane sasa. 1:5. 5:1 twende. Nawe mwanadamu, na wewe mwanadamu ujipatie upanga mkali. Utachukua upanga wenye makali. Chukua panga kwanza, panga lipatie makali, lipeleke kwa watu wa kunoa. Panga liwe kali. Tunarogana, twende. Kama wembe, hiyo panga iwe na ukali unaokata kama vile wembe unavyokata nywele. Twende. Wakinyozi ujipatie. Na nini? Wakinyozi ndio ujipatie. Nini? Ukaupitishie juu ya kichwa chako. Huu panga jamani, ni nywele hapa zinatakiwa. Hii ingekuwa Qur'ani hii, tungekosa pa kuweka ndimi zetu, tungekosa pa kuweka macho yetu, lakini Biblia inaingia katika uchawi moja kwa moja, kwamba kwanza tengeneza panga, ile panga liwe kali, kisha lichukue panga, pitisha katika kichwa cha mtu. Nini kinatafutwa? Twende. Ukaupitisha juu ya kichwa chako na ndevu zako. Juu ya kichwa chako, kisha kuna ndevu zinatakiwa. Waislamu, huu ni uchawi, si uchawi? Uchawi dhahiri. Huu ni uchawi, sio uchawi? Uchawi dhahiri. Sasa Yusufu kwa sababu ndiyo mchawi na Biblia yake, nataka nimpe kazi leo, ataanza kuroga watu. Twende. Kisha ndio
ujipatie mezani ya kupimia. Ukishachukua ndevu na nywele za mtu, peleka katika ratili zipime hizi ndevu pamoja na nini na nywele. Tunarogana leo kupitia Biblia. Endelea. Ukazigawanye nywele hizo. Hizi nywele baada ya kuzichukua, basi zigawe mafungu mangapi? Theluthi ya hizo. Theluthi ya hizo nywele utaiteketeza katika maji, katikati ya maji. Utazichukua zile nywele, utatafuta mahali maji inatembea, utaziweka zile nywele zimechanganyika na ndevu, zichukue ziende na maji. Huku ni kurogana, sio kurogana, sio uchawi. Wewe ndio mchawi sasa. Kama Yusufu unatumia hao, unasema sio mchawi. Endelea sasa. Siku za mazingira ndio zitakapotimia, ndio nawe safi utatoa theluthi, tena utachukua theluthi na kuipiga kwa mpanga pande zote. Zile nywele utazichukua zikichanganyika na ndevu, utachukua ile panga yako, kisha utazipiga mara 2. Endelea. Nawe utatawanya theluthi. Kisha jamani, tunarogana haturogani hapa? Tunarogana wewe. Hapa ni kurogana ama si kurogana? Sasa hii chukua hii leo, nenda kaifanyie kazi. Rudia tena hapo. Nawe utatawanya theluthi. Kisha utatawanya theluthi katika ndevu pamoja na nywele, ichukuliwe na upepo. Usichukuliwe na nini? Upepo. Huu ni uchawi, sio uchawi? Uchawi. Bwana roga wa Kristo. Endelea sasa, twende. Endelea kusema. Ndio. Nitafuta upanga nyuma yake. Kisha utachukua upanga, utaufuta nyuma yako. Nawe toa nywele chache katika hizo. Chukua zile nywele zilizobaki na kuzifunga, na pia uzifunge katika upindo. Upindo wa nini? Wa mavazi yako. Hirizi sio hirizi. Hirizi sio hirizi. Kitabu gani kinatufundisha hirizi? Niangalie tena vizuri. Wachawi wakubwa, wachawi dhahiri. Ngoja sasa, ngoja tulia. Waislamu takbir, Allahu akbar. Wameona aya ndani ya Qur'ani, wakabana pua, na alianzisha hili, anajifanya na chati. Hakuna kuchati. Subiri hapo hapo, tulia hapo hapo. Sasa kati wa Kristo, wacha nitumie lugha hii ngumu, na Waislamu, wakina nani wachawi? Anaongea nimwongeze? Subiri kwanza. Hawa tumeona namna ya kutengeneza uchawi. Tumeona vile Yusufu anaweza tengeneza hirizi kupitia nywele za watu. Leo ameona aya ndani ya Qur'ani, malaika wawili wameteremsha uchawi. Je, wamefundisha watu waje namna ya kuroga? Hakuna. Sisi tunakubali kwamba uchawi uko, na sura uliotoa sura ya 2 aya 102, Yusufu ukipandisha mashetani, tunaanzia na hapo. Tukuombee wako miwani zako zikae vizuri. Leo unapogusana na uchawi, viboko wa kuroga ndio nyinyi, sio sisi. Mpe alianzisha jambo. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nao. Pia wewe mwalimu. Nimetoa andiko hapa. Andiko umetoa, lakini uzuri. Wacha mwalimu. Wacha lakini. Acha tu achana lakini. Nimetoa andiko. Umetoa andiko. Inafundisha nini? Imefundisha nini? Maneno ya kufanyika, lakini hakuna mahali imetaja uchawi. Lakini yako ya Qur'ani inasema direct uchawi sana kabisa. Sawa. Kwa hiyo kwa elimu iliyo, kwa hivyo ala anateremsha uchawi sasa, lakini hii ni kuunganisha maneno kuwe uchawi, lakini sio nini? Sio uchawi kwa maandiko hayo. Si uchawi. Sasa ndio andiko uchawi. Subiri sasa, anakataa, anasema huu sio uchawi. Wewe unafikiri kwa nini Yusufu haweki ndevu? Kwa nini Yusufu haweki nywele? Ile mambo ya kurogana usiku haya. Subiri hapo hapo. Anakiri kabisa kwamba kwa fundisho hili sio uchawi. Naomba lirudiwe tena fundisho. Nimhoji kidogo. Nawe mwanadamu. Mpe wewe kwanza, ni nani? Mimi ni mwanadamu.
Kwa hiyo ukisikia nawe mwanadamu unahusika ama uhusiki? Nahusika. Unahusika. Unahusika. Na mimi nahusika. Okay. Haya, mpe sasa. Twende. Ujipatie panga mkali. Huyu hana panga, huyu ana leseni tu ya kuendeshea bodaboda. Hiyo acha, twende. Kama wembe wa kinyozi ujipatie. Ndio. Ukaupitishe juu ya kichwa chako na ndevu zako. Mpe. Hizi ndevu na kichwa huo kuna nini? Na nywele. Na unapoambiwa uzipitishe kwenye kichwa na ndevu, hizi nywele za kufanyia nini? Za kunyolewa. Wewe unazichukua ukafanya nini? Wewe unaweza jiroga mwenyewe. Hebu mpe sasa, kama unaweza jiroga, twende. Amekubali sasa. Wewe subiri, amekubali kwamba kwa mtindo huu wa kutafutana nywele na ndevu za kurogana sasa. Lakini swali lake sasa, unaweza jiroga mwenyewe? Endelea. Kisha ndio ujipatie mizani ya kupimia. Mpe sasa mizani. Tunapima nyama na maharagwe ama ndevu na nywele? Kuna mwenye uliona akipima nywele? Sijamuona. Hujaona? Mimi sijaongea. Iliongea ni Biblia ama ni mimi? Wewe unaweza pima nywele. Nywele inaweza toka kilo ngapi? Tena arudie. Mimi nakwambia nyie ndio wachawi. Haya maneno ni makali, lakini vumilieni. Twende. Kisha ndio ujipatie mizani ndio ya kupimia. Mpe. Mimi ndio nimekuelekeza ama Biblia? Ni Biblia. Inakuelekeza nini? Kwenye mezani upime nini? Alafu upime. Upime nini? Sasa hapo sijui ni wewe mwenyewe. Ngoja mwalimu. Ngoja kuwa na haraka. Takibiri za nini? Sasa nauliza hivi. Sasa sijui ni wewe mwenyewe unapanda juu ya mizani ujipime kilo zako ama ni hiyo nywele unasema? Hapo sasa ndio ampe maiki, kwa sababu Yusufu ndio mchawi, atatueleza. Rudia tena andiko. Nawe mwanadamu sana ujipatie upanga mkali. Twende. Kama wembe wa kinyozi ujipatie. Twende. Ukaupitishe juu ya kichwa chako sana na ndevu zako. Twende. Kisha ujipitie ndio mizani. Mpe sasa. Haya maelekezo nani anatupatia? Maelekezo ndio ni Biblia inatupea, inatuelekeza. Tuchukue nini? Ngoja mwalimu. Mwalimu, wakati kumalize maandiko. Kuna kungoja. Subiri. Wakati mambo ya Qur'ani aya ya 102 hatukuwa tunangoja. Sasa imefika wakati wa kurogana. Unasema ngoja. Hakuna kungoja. Yangu hatujahojiana. Hii mizani tunapima nini? Unapima nini? Hata mimi mwenyewe naweza panda juu. Ana maiki sasa. Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ukitaka kutafuta uchawi vizuri, basi itafute Biblia, itakuonyesha namna ya kuroga. Narudia tena, Qur'ani haijawahi kufundisha mtu namna ya kuroga, hakuna, isipokuwa Qur'ani inatoa tiba kwa ajili ya watu waliosibiwa na uchawi, sio kurogana. Baada ya Biblia kutoa somo zito, Yusufu anaangalia ile andiko, asema hii iko kweli huko. Hiyo ni geni kwake. Subiri. Hao. Hiyo ni geni kwake mwalimu. Hajaliona bado. Mimi ndio Idrisa, nitafute vizuri. Na kuna mengi nikitaka kuyaweka hapa hadharani tutakimbiana hapa. Narudia tena kwako. Kuna mizani hapo inatakiwa, mpe maiki. Inatakiwa ipime nywele. Ipime nywele gani na gani? Ndevu na kichwa. Ndevu na kichwa ama nywele za kichwa na ndevu. Kwani kazi ya miwani ni kupima ndevu ama nyama? Miwani ni ya kuvaliwa kwa macho. Mizani. Nasema kazi ya mizani. Kumbe imeingia sasa kupima nini? Kupima ndevu ama nywele. Ndevu ama nywele na ndevu zinapimwa katika nini? Mizani. Nani anatuelekeza habari hizo? Biblia. Kwa hiyo Biblia inatuambia tupime nini? Ndevu na nywele ya kichwa. Nywele ya kichwa. Sasa amelainika huyo. Twende sasa, maliza. Twende. Ukazigawanya nywele hizo. Ndio. Theluthi ya hizo. Robo tatu ya nywele hizo utaiteketeza katikati ya Yusufu huyo. Akimbia. Waislamu takimbia. Allahu Akbar. Asubiri hapo. Yusufu leo kukimbia hamna. Na kama ni mchawi lazima uondoke hapa leo. Kama ni mchawi ushagundulika utaondoka.
Kama si mchawi kaa hapo. Nasema hivi, ikiwa wewe ni mchawi, haya yamekugusa, toroka, kwa sababu unatumia vitu hivyo, ndio maana unasimama unaenda. Kama si mchawi kaa hapo. Waislamu takbir! Allahu Akbar. Akiondoka Yusufu, kama wewe ni mchawi, haya yamekuuma. Kama sio mchawi kaa hapo. Waislamu takbir! Kaa hapo Yusufu, kaa. Wewe ndio mrogaji mkubwa. Tulia sasa. Maliza andiko sasa. Kwa mtulivu. Theluthi yake hizo ndevu pamoja na nywele utaiteketeza katikati ya mji. Mpe huyo kaka alianzisha. Wacha tuongee na wewe. Nataka kwenda. Wewe ukienda ni kwanza tuongee. Dakika moja tu. Umesema nikae. Umelianza ile. Tena umekuwa na tulia. Umesema niketi. Mpe kwanza huyu kaka maiki. Tulia sasa. Waislamu takbir! Allahu Akbar. Wanga leo wanaumia hapa. Wachawi wanaumia. Waislamu takbir! Yusufu, ngoja kidogo. Ngoja tulia. Tulia tu kidogo, tulia. Amekaje? Haya, tusimwangalie macho. Tusiangalie macho. Tuende sasa katika yale maeneo kwamba theluthi ya hizo ndevu pamoja na nywele, nenda katikati ya mji kama mji wa Isli. Nenda katikati. Kisha usiteketeze. Kwa nini? Twende. Siku za mazingira. Ama umeruka? Siku. Ndio. Siku ulifika katikati ya mji. Katikati ya mji. Ndio. Siku za mazingira. Siku za mazingira zitakapotimia sana, nawe utatwaa theluthi. Utachukua robo tatu na kuipiga ndio kwa upanga sana pande zote. Twende. Nawe ndio utatawanya theluthi. Utachukua tena theluthi uchukuliwe na upepo. Mpe nini zinachukuliwa na upepo? Mwalimu, nauliza nini zinachukuliwa na upepo? Ni nywele za nani huyo? Za mtu. Nywele na ndevu pamoja na ndevu. Hebu kuwa mkweli. Leo umeenda kwa mtu ukachukua nywele zake, ukachukua ndevu zake, ukaenda katikati ya mji, ukaziacha zituruke na upepo. Umeroga hujaroga? Waja mwalimu, tufikishane. Na umeniuliza vizuri nikakujibu vizuri. Jibu sasa. Najibu tu vizuri. Jibu. Unajua saa ingine tusitumie maneno yetu. Tusitumie yetu. Nisomee tu 12. Wewe direct 12. Tutafika 12. Mwalimu, narudi kwako. Wewe ndio umeanzisha hili. Ni sawa. Mwalimu, naomba hivi. Hebu kuwa mkweli. Ni kwa mkweli. Ukazichukua nywele za mtu na ndevu zake mtu, ukaenda katikati ya mji, ukasema zikaenda na nini? Na upepo. Umeroga hujaroga? Wacha nijibu kuna 12. Usinijibu na 12. Kwa nini mwalimu? Soma maandiko. Haya, mpe sasa. Soma maandiko. Mpe, maliza. Soma maandiko. Haya, mpe. Waislamu na wasiokuwa Waislamu, uende usichukue ndevu za mtu na nywele zake, kisha uende katikati ya mji ufanye umeroga hujaroga? Huyu anashindwa kuingia moja kwa moja kwa sababu andiko hilo hajaliona. Maliza andiko sasa, inasemaje? Maliza andiko. Leo joto limepanda hapo, twende. Nawe utatawanya theluthi uchukuliwe na upepo sana, nami ndio nitafuta upanga nyuma yake. Kisha upanga sio unafuta mbele, hapana. Unachukua panga unaliangalizia kwa nyuma, unalifuta kwenye ardhi. Kisha nawe ndio toa nywele chache. Chukua tena ndevu pamoja na nywele katika theluthi ya hizo nywele na kuzifunga na uzifunge katika upindo wa nini? Wa mavazi yako. Kaka Mpe alianzisha jambo. Mimi ndio huyo mwalimu. Hiyo ni hirizi, sio hirizi hiyo? Mwalimu, nauliza tu kwa upole. Ikiwa utachukua nywele za mtu kisha ukazichukua ukazifunga kwenye mshipi wako, ni hirizi sio hirizi?
Mwalimu, twende pole moja tuzidishane. Nimekuambia mimi sina haraka. Na mimi sina haraka. Unasema hivi. Pale umeenda ukienda kwa Mungu. Nauliza kwako. Mwalimu, ni hirizi ama sio hirizi? Ukienda kwa Mungu, sikubishana. Shida yako unataka kuelewa. Hatubishani. Ilikuwa hivi, ukienda kwa Mungu, utapuliza ifanye nini? Iende na upepo. Ni chawi sio chawi. Sasa hapo mashapuliza imeenda. Nini unafunga kwa kiuno? Ndio unajua nilikwambia ende 12 utakuweka. Sasa huyo Waislamu takbir. Allahu akbar. Sisi wa Tanzania tuna msemo wetu, tunasema hakuna mkate mgumu kwa chai. Hata hiyo chai ikiwa baridi, mkate utatii. Usione vile wamenyamaza vile, fundisho hili hawalijui, hawajawahi kuliona, na kama mnalijua nyie ndio mnaroga watu. Subiri hapo hapo. Kama mnajua fundisho hili, basi nyie kazi yenu kuroga, kwa sababu kumbe mnatumia fundisho hili kuroga watu usiku. Yusufu limemuuma hili, alikuwa anakwenda, nikamwambia ukienda wewe ndio mchawi, ikabidi asimame. Waislamu dakika moja tu. We kwangu mimi usipime maji. Waislamu naomba wewe usipime maji hapa. Mimi nakwambia, naomba Waislamu wawili kundi Waislamu wawili kama wapo, kama hakuna basi tupate Waislamu 20,100. Atakuwa amenielewa. Inasemaje? Inasema 374. Inasema baada billahi minashaitani rajim. Twende. Bismillahir rahmanir rahim. Humchagua. Rudia tena. Humchagua. Mpe kwanza maiki. Neno gani limetumika hapo? Humchagua. Na wewe ulikuwa unauliza nini? Huyo mwenye amechaguliwa kwa nani? Tulia hapo, sijamtaja. Na sitamtaja. Mimi nilikuwa nimeuliza hivi. Ngoja sasa tulia. Wacha niulize, usikize. Subiri kidogo. Nimeuliza hivi. Mwalimu amekufundisha. Kuna mahali Mwenyezi Mungu anasema we Muhammad nimekuteua uwe nabii. Mpe tena arudie. Twende, si ananipima. Humchagua. Mpe. Anafanyaje huyo? Humchagua. Nani huyo? Jina lake hajakuja. Haijatajwa. Mpe sasa, twende. Humchagua. Ndio. Kwa kumpa nini? Rehema zake. Kumpa nini? Rehema zake. Twende. Amtakaye. Mpe. Kuna yule amechaguliwa. Akapewa nini? Rehema. Ametajwa hapo? Jina haijatajwa. Haijatajwa. Mpe sasa. Wewe unanipima mimi. Sura ngapi? Leo hiyo sitoi. 22. Sio 22. Naam. Sitoi leo, toa wewe hiyo. Sura ngapi? 21:107. Hiyo. Tunasema baada billahi minashaitani rajim. Twende. Nasi. Rudia tena. Nasi. Ndio. Hatukukutuma. Moja. Hatukukuleta. Hili. Ila. Nini? Ila. Uwe rehema. Mpe. Nani huyo? Ala alichagua rehema. Nani rehema? Zini jina linaitwa rehema. Nani huyo? Jina haijatajwa, ni rehema imechaguliwa mwalimu. Fafanuzi twende. Mtume. Rudia tena. Mtume. Nani? Mitume waliotangulia ndio kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbe Muhammad katanguliwa na nani? Kumbe kuna watume ambao walitangulia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hao walipewa rehema. Mpe sasa twende. Mitume nakuja kivingine, twende. Mitume waliotangulia ndio kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twende. Kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake na taifa lake. Mtume Muhammad nani sallallahu alaihi wasallam, mpe nani huyo? Muhammad, Mtume Muhammad. Tamalize sasa. Hiyo swali hutauliza tena maisha yako. Twende. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam twende. Peke yake, safi peke yake ndiye aliyepewa nini? Aliyepewa safi utukufu wa kupelekwa safi kwa watu wote. Nani huyo? Mpe maiki. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weka heshima na kulingana na farzi. Ngoja kwanza. Ukifika kwa Nabii Muhammad kuwa na heshima. Niko na heshima. Sema sallallahu. Hapo siko. Ni Nabii Muhammad.
ambaye ameletwa, kumbe kafanyeje huyo? akakuwa rehema Ndio kwa watu. lakini kafanyweje? Kulingana na nini? Na haya ndio anza Ni farisi kutoka Tanzania. haya mpe sasa. Waislamu takbir. Allahu akbar. Ameshaona kachaguliwa sasa Muhammad, lakini akasema kumbe hii tafsiri imetoka wapi? Hiyo ya Tanzania ndio anauliza maswali nayo kila siku na kofia yako hiyo. Leo naikataa.